Taasisi ya Wakala wa Forodha TACUS imesema kuwa uamuzi wa kuanzisha mfumo wa Tanzania Customs Agent Management System umefanywa kwa kuzingatia katiba ya chama kufuatia mashauriano ya kina na wanachama waliotoa ridhaa yao ya kuidhinisha kuendelea kwa mchakato wa utekelezaji wa mfumo huo. Akizungumza na waandishi wa habari, mjumbe wa kamati kuu wa chama cha mawakala wa forodha Tanzania, Abdalla Kongolilo, amesema kuwa mfumo huo ni tofauti kabisa na ule wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA na utaunganishwa tu kwa ajili ya kubadilishana taarifa kwa kuzingatia miongozo ya serikali ya kuanisha mifumo ya taasisi mbalimbali. Sisi kama chama cha mawakala wa forodha Tanzania TACUS tumekubaliana kupitia katika utaratibu wetu wa kikatiba, ikiwa ni pamoja na kushirikisha wananchi, kushirikisha wanachama wetu. Tumefanya kikao, tukalileta hili jambo mbele ya wanachama na idadi kubwa ya wanachama wakatupa baraka ya kuendelea na huu mchakato. Huu mfumo hauhusiani kabisa na mfumo wa TRA. Huu ni mfumo tofauti, kama vile ambavyo baadhi ya taasisi za serikali zimeagizwa kuunganisha mifumo isomane. Kwa hiyo huu mfumo utakuwa na access ya kusomana na mfumo wa TRA. Kwa hiyo TANSIS haitaingiliwa kwa namna yoyote, wala mifumo ya TPA haitaingiliwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo napenda kuwatoa shaka ndugu zetu wa Tanzania wasiwe na wasiwasi na hilo. Tumeshiriki kwenye kutoa elimu ya huu mfumo katika border points zote Tanzania, na maana ya mipaka yote ya Tanzania ambako masuala ya forodha yanafanyika, ikiwa ni pamoja na airport na hata hapa Dar es Salaam. Lakini pia kumekuwa na juhudi nyingi sana za mawasiliano, mafunzo, maswali na majibu katika platforms zetu za maagents wa forodha. Watu wanauliza maswali na watu wanapewa majibu. Kwa hiyo nataka niwahakikishie kwamba hakuna usiri wowote katika hilo. Ndugu zangu wanahabari, katika dunia sasa hivi ya kidijitali, mtu yoyote ambaye analeta solution ya kidijitali manake anawekeza katika teknolojia, na hakuna huduma ya bure. Tunajua kwamba kuna makampuni ya simu yote ni sehemu ya makampuni ya kidijitali, yanafanya uratibu wa fedha zetu, lakini hawafanyi bure. Lazima kuwe kuna charges ya service ambayo inatolewa. Lakini kulikuwa kuna hoja kwamba wanachukua pesa za umma. Ndugu zangu wanahabari, hili jambo la hatari sana. Nataka niwahakikishie, mfumo wa Tanzania Customs Agents Association ni mfumo ambao unahusika na masuala ya uratibu wa minimum agents fees peke yake. Hauhusiani kabisa na masuala ya kukusanya kodi ya serikali, wala mfumo hauhusiani kabisa na masuala ya kukusanya tozo za bandari au tozo zingine za ICD. Kwa hiyo hili neno la kwamba linakusanya mapato ya umma kwa niaba ya TRA ambayo ingeweza kukusanya, huu ni upotoshaji wa hali ya juu sana. Ni vizuri wakafanya utafiti wa haya mambo kabla hawajaleta taharuki kwa jamii. Mfumo huu unaratibu ukusanywaji wa minimum agents fees ambao kimsingi zinakwenda moja kwa moja katika akaunti za mawakala wa forodha husika na hiyo kazi husika. Uwekezaji wowote wa kiteknolojia ambao unakuwa na gharama, lazima kuwe kuna clauses za termination ya mkataba. Kuna swala la uwazi wa mchakato. Sisi kama chama ambacho tunasimamia maslahi ya wanachama wetu, lakini pia tunasimamia maslahi ya taifa kwa ujumla, tunafahamu katiba inatuelekeza nini. Lakini pia tunaheshimu mawazo ya wale ambao hawakubaliani na jambo fulani, na hii ndio demokrasia katika taasisi yoyote ile. Lakini tunaangalia wengi wanasemaje.
akina nani wananufaika. Kwa hiyo niwahakikishie Watanzania na hata ndugu zetu wa mawakala wa forodha kwamba huu mfumo ni mali ya mawakala wa forodha wenyewe na wala sio mali ya viongozi, kwa sababu leo viongozi tupo lakini kesho hatupo. Tunachofanya sisi ni kuweka misingi thabiti na imara ya kiuchumi kwa wanachama na chama chenyewe pia. Kwa kuwa chama ndio mmiliki wa huu mfumo, maana yake ni kwamba chama pia ni sehemu ya wanufaika wa huu mfumo.